Mambo vipi na uhali gani mwanajamvi online TV? Karibu sana kwenye studio zetu leo. Nimepata bahati ya kuungana na ndugu yangu Joseph Yona. Karibu sana. Karibu sana mkuu kwenye kipindi. Ni uchaguzi updates, tunazungumzia mambo mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu, hasa kampeni hizi ambazo zimeanza. Kampeni zimeanza rasmi leo. Hii inamaanisha nini hasa? Maana yake pazia la kampeni limeanza kuanzia leo na vyama vyote vinahitaji kushiriki kwenye uchaguzi huu, na nafikiri vyama karibu 16 wamechukua fomu. Kwa hiyo kuanzia leo vyama vyote vinahitaji kushiriki kwenye kampeni. Lakini mwamko uko mtaani bado, yani zile shamra bado hakujachechema. Ni kwamba ugeni tu wa siku ya kwanza au kuna vyama kama CCM wao wametangaza kwamba mpaka tarehe 29 ndio wataanza kampeni zao. Hii inamaanisha kwamba watu wanasubiria kampeni za Chama cha Mapinduzi. Mara nyingi ukiangalia hata kwenye masuala ya uchaguzi CCM ndio kiongozi. Hata ukiangalia wakati wanachukua fomu za wabunge, rais kurudisha, yani CCM amekuwa kiongozi. Kwa hiyo Watanzania wengi wanasubiri ladha ya CCM. Nafikiri kuanzia tarehe 29 baada ya CCM kuzindua kampeni zake pale Jamhuri Dodoma, nafikiri naona shamla ile kubwa utaiona, kwa sababu hata mitaani wanasubiri ile kampeni kubwa ya mgombea rais wa CCM. Akishafanikiwa kuzindua kampeni yake kubwa, wabunge wengi, madiwani wengi wa CCM na vyama vingine nafikiri sasa vitafuata, kwa sababu kiongozi ameonyesha njia. Hii ni kwa sababu ni Rais Magufuli ni rais tayari ambaye anawania muda wake, au imekaa vipi? Kwa sababu kwa muktadha ambao unazungumzia itakuwa kwamba wale wa vyama subiri ili watembelee upepo wa Chama cha Mapinduzi, au hii imekaaje hasa? Pamoja na kusema kwamba ni rais, hiyo pigia mstari, kwa sababu ni rais tayari na kwa sababu Watanzania wengi wanashuhudia nini kinafanyika na wanajua nini kimefanyika na wanahitaji nini, hasa wanyonge. Kwa hiyo lakini vyama vingine hivi ukiangalia trend yote ya kuanzia kuchukua fomu, uchaguzi wa CCM unaofuatiliwa na vyama vya upinzani kwenye TV, yani wagombea ubunge viti maalum, wagombea ubunge wa kawaida wa majimboni, wagombea ubunge, yani kura za maoni za CCM huwa zinafuatiliwa na nchi nzima. Kwa hiyo vyama vingine vya upinzani nafikiri vinasubiri pandole la CCM kama chama tawala, lakini vile vile ikishazinduliwa kampeni ya CCM majimboni, walau tutaona zile shamla bishana na vitu kama hivyo. Yona, kuna hii logic moja kwamba tukiachilia mbali, tutakuja huko kwa hao wagombea wa kiti cha urais, kwamba hawa wagombea wa hizi nafasi za chini tumeshuhudia kwenye chama cha TLP Mzee Mrema, yeye anakuambia kwamba wao mgombea wao ni Rais Magufuli. Tutegemee labda chama kama TLP pamoja na vyama vingine vitaenda na sera kwamba tutaenda kushirikiana vipi na Rais Magufuli, au tutegemee sera za vipi hasa kwenye ngazi za chini huko ambako hawagombei nafasi za juu, hasa kwenye maeneo ya ubunge pamoja na udiwani? Tutegemee sera ziwe ni nini hasa kwenye uchaguzi huu? Kwenye uchaguzi huu tunahitaji, wananchi wa kawaida wanahitaji nini unachoenda kufanya. Kwa hiyo vyama vingi nimeviona visimamisha walau majimbo mengi, acha zile ambazo wengine wameondolewa kwa sababu wamekosa hiki na hiki, lakini bado kuna rufaa zinaendelea. Chama tawala alikuwa mbunge na ametekeleza walau kwa asilimia kadhaa utekelezaji. Ni kwa sababu watu wengi hawajui kwamba hata majimboni kule kuna pasenti ya ruzuku. Kwa hiyo hata kula za majimboni, zile pasenti za ruzuku kila chama walau kinahitaji, sio kushinda. Yaani wengine hawajaenda kushinda, wala jiulize tu chama kama ACT inasimamisha maeneo ambayo hawajawahi kujijenga hata siku moja. Kwa mfano maeneo ya kanda ya Ziwa kule wanaenda kugombea ni kwa sababu wanahitaji kula moja, kula mbili, walau iongeze ile paki ya ruzuku hizi ambazo wanapewa vyama vya ruzuku hizo. Sasa hebu tufafanue kidogo hapa, kwa sababu kuna mtazamaji wetu ambaye ukimwambia kwamba ruzuku anakuwa haelewi kwamba ruzuku kivipi. Ruzuku hii inakuwaje hasa? Ni hasa ruzuku ya chama cha siasa, na huwa inakuwaje hasa kimapana? Siwezi nikazungumzia total percent, lakini ni hivi, yani walau watu wanashindwa kuelewa kwa nini Lungu anagombea urais afu anazungumzia masuala ya ubwabwa. Kwa nini TNRA inagombea urais?
kwa nini ACT wanagombea urais hawaungani na Chadema wakawa kitu kimoja. Watu wanashindwa kuelewa hilo, lakini watu wanatakiwa waelewe kwamba Watanzania wa kawaida kwamba hivi vyama vinapiganiana ruzuku. Na ndio maana mwaka 2015 vyama vingine vitengeneza kitu kinachoitwa Ukawa. Vikairuhusu ile lalamikiwa baadhi ya vyama bila ikatengeneza kitu kinachoitwa Ukawa. Ile Ukawa wakajikuta wameruhusu Chadema kukamata sehemu nyingi za majimbo na ikasimamisha mgombea rais. Sasa ile paki ya ruzuku serikalini kutoka kule lazima ielekezwe wapi? Chadema. Kwa hiyo Chadema ikajikuta ina ruzuku kubwa milioni 310 na kitu 15. Acha kama hii ya vuguvugu ile la watu kuondoka kurudi kuunga juhudi. Lakini Chadema ili kupitia Ukawa ilisimamisha majimbo mengi na ikashinda, ikachukua halmashauri nyingi, ikafanikiwa kupata kura nyingi ya mgombea urais ambaye ni kura zaidi ya milioni 5 point kama 6. Kwa hiyo ile ikawasaidia kupata ruzuku kubwa ya milioni 300 na kitu. Yaani ikawashusha CUF kutoka milioni 200 mpaka 173, ikawashusha CCM kutoka bilioni 1 na kitu kuja milioni 800. Wao wakapata paki ya milioni 300. Kwa hiyo vyama vingine vyote vile NCCR Mageuzi vilikuwa vinasubiri kwamba baada ya uchaguzi mkuu 2015 basi watakaa chini wale viongozi wenye viti wa vyama na makatibu waone namna gani kwa divide ile ruzuku, kwa sababu walishirikiana. Sasa hivi ndio maana Zitto yuko careful sana. Ndio maana Zitto hakuruhusu kwamba kuunganisha nguvu na Chadema, kwa sababu ndio maana amepeleka Membe mbele. Ndio maana amempeleka Maalim Seif Sharif Hamad mbele, kwamba wagawane wala kila mmoja apate kura zake ili itengeneze pasenti kwenye ruzuku. Kwa hiyo pasenti za ruzuku zinaanzia kwenye kura za mgombea urais, kura za mgombea ubunge na madiwani kidogo. Kwa kila chaguzi hizi unaziona kwenye majimbo, lakini vile vile kura za mgombea urais na majimbo yana reflect wagombea viti maalum ubunge, yani wabunge viti maalum. Kwa hiyo ACT haiwezi kuiruhusu Chadema ikasimamisha mgombea wakaunga mkono hata siku moja. Nilikuwa nawaambia, yani ACT itasimamisha mgombea urais lazima. Na ndio maana ameona mgombea urais amesimamishwa Membe. Na hiyo msisubiri, kwa sababu mpaka sasa hivi ballot box kuanzia jana zinatengenezwa, zinaweka picha ya Bernard Membe. Yani mpaka jana ukiona hawajaungana maana yake haipo hiyo. Ni kwa sababu hivi vyama viko kwa ajili ya kupigania ruzuku. Tulikuwa tunaona bungeni wanalia, wanahitaji Watanzania wafanywe nini? Walikuwa wanalia wanahitaji rais ambaye asafiri ovyo ovyo. Walikuwa wanalia wanahitaji rais ambaye anatengeneza miundombinu. Walikuwa wanalia wanahitaji rais ambaye anasaidia pembejeo za kilimo. Walikuwa wanalia wanahitaji rais ambaye anaenda kujenga vituo vya afya ili kuhudumia nguvu kazi ambaye inalima mashambani. Kwa hiyo kama ni sera, basi leo tuna mtu ambaye kweli ni kiongozi. Lakini wenzetu hawa kama ni uongozi wanahitaji kuwatumikia wananchi, hiyo sahau, kwa sababu hao wenzetu wanahitaji ruzuku. Yani kwa ni ruzuku, kwa sababu kila mtu amejitengenezea kataasisi kake. Na ndio maana mpaka leo kuanzia Bob Makani aache mwenyekiti wa pili, leo ni zaidi ya 15 Bob Makani mwenyekiti wa pili wa Chadema na Mzee Mtei tokio wameondoka, kile kijiwe kilichotengenezwa pale makao makuu ya Chadema Manyanya kimepakwa rangi ya blue. Tokea Bob Makani amepaka rangi iko hivyo hivyo. Umezungumza mambo makubwa, lakini tuna wagombea wa nafasi ya urais pia ambao wanaenda kwa nia na kwenyewe sera inakuwa ni hoja inakuwa ni hiyo au hii imekaa vipi hasa? Kwa sababu wananchi wa kawaida wanataka kujua kwa nini Lungu anagombea, anazungumza kwamba kuna ubwabwa. Watu wamejiandaa kusema ukweli, tunasubiria tu kampeni zifunguliwe ili tuone inakuaje, lakini tunasubiria kampeni za chama chake kwa sababu kampeni kwa ujumla zimeshafunguliwa. Hoja hasa ambayo hao wagombea wanaenda nayo ni ipi? Na matumaini yao ni nini hasa kwa wananchi? Au hii itakuwa inabadilisha nini hasa kwa wananchi? Kwa sababu kiongozi anapoenda kunadi sera zake tunategemea aje na mabadiliko fulani. Au hii ni mabadiliko gani hasa ambayo inaleta kwa wananchi na mambo ambayo wanajiandaa kuwaletea Watanzania maendeleo? Manake walitakiwa waandae mgombea wao ndani ya chama chao. Haiwezekani dakika za mwisho mtatoke CCM mnakuja mnamteua ndio mgombea wa rais. Haiwezekani mtu anatoka CUF kwa sababu amevurugana Lipumba na Maalim Seif ndio mnakuja
kumteua kuwa mgombea rais kupitia Zanzibar. Kwa hiyo hao wenzetu hawahitaji maendeleo, kwa sababu kusema dhana ya maendeleo lazima muandae mtu wenu ndani kwenye chama chenu ili aje. Ndio maana Rungwe, mpaka hujamuelewa Rungwe anatengeneza tension. Ameshagundua Chadema wamefanikiwa kuwa maarufu kwa sababu ya tension, yani vihoja. Sasa leo Rungwe anatengeneza tension tu ya Watanzania kwamba pamoja kuna watu watapata, kuna kula watapata, yani huo ubwabwa sio, anatengeneza ile nini ile ya kupikia ubwabwa ile, amesema rice cooker ambayo ni kubwa, ambayo ni nzuri ya kisasa, watu wanaenda kuking. Sasa ni kwa sababu Rungwe anajua hiyo haiwezekani na haipo duniani wala haijawahi kutokea. Eti unalisha Watanzania wote kwa rice cooker, unaziweka ngapi? Tanzania ina kilomita zaidi ya ngapi? Kilomita za mraba zaidi ya 800,000. Leo unakuja nchi nzima hili lote, mikoa sijui mingapi, unatembea zaidi ya masaa 12. Kuna sehemu unaenda zaidi ya masaa, na barabara ni za lami. Unaenda kuwahudumia Watanzania milioni 60, zaidi ya milioni 60 unaenda kuwahudumia kwa rice cooker. Kwa hiyo hizi nyingine ni vituko. Rungwe atapata kura, mtaona atapata kura, yani kwa vituko vyake hivyo. Nyuma hapa tulisikia kuna mgombea sikumbuki vyema ni nani, kwamba angehamisha bahari, angepeleka Dodoma. Rungwe huyo yani Rungwe ameamua yeye kwenye uchaguzi huu atafute walau ruzuku, anaweza kupata watu. Kuna watu wameamua, na ndio maana huwa kuna matamasha yanatokea, labda watu hawaelewi. Kuna matamasha yanatokea humu Dar es Salaam. Yani kuna msanii anaenda anavua nguo, anacheza na watu wanajaa, wanaenda kumshuhudia. Yaani watu wanaenda kushuhudia vituko. Kwa hiyo Rungwe alichokifanya sasa hivi amewatengenezea Watanzania tension, atahamisha bahari kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, ambayo kitu hicho unajua hakiwezekani. Yaani Rungwe ameamua kuwa comedy. Lakini hiyo comedy yake inasaidia kwa sababu sasa hivi anapata walau vipindi. Klaus wanamuita, si watu wanamuita. Yaani wanasiasa ambao wako very smart, wabunge wako huko majimboni, hawezi kuitwa, lakini Rungwe ataitwa kwa sababu ya vituko vyake. Na ndio maana hata sisi tunamwalika hapa atuambie, kwa sababu hoja zake hizi ambazo anazozungumza, kwamba anapozungumza swala la ubwabwa wa nchi nzima, rice cooker kubwa hii, bahari Dodoma, atueleze kwa kina, Watanzania waelewe anamaanisha nini, kwa sababu kimtizamo wa kawaida jambo ambalo haliwezekani, hauwezi ukalifikiria. Sasa unafikiria kwamba hili ni fumbo au hicho ni kitu cha namna gani? Rungwe anatengeneza tension kwa sababu anajua kuna watu ambao watampigia kura. Yaani watu ambao wanampigia kura, labda mentality yao iko vipi hasa, na nini hasa kinawapelekea hasa wampigie kura? Yaani wapo watu wa hivyo mitaani huku. Na ndio maana shangaa wagombea rais wanatokeaga wengi na wengine hata wale, lakini wanapata kura. Wanapata kura ni kwa sababu kuna watu mtaani wameamua iwe hivyo. Wao hawataka kusikiliza sera, walishaamua, wana maisha wengine mazuri, yani hawataki Watanzania tufanikiwe. Yaani kuna wananchi huko wakiona sisi flying over pale wanachukia. Yaani kuna watu wakiona ndege zetu wanachukia. Yaani kuna watu maisha yao walitaka wao ndio wao. Na ndio maana zamani unanijua mimi nani ilikuwa zaidi. Lakini sasa hivi hamna. Sasa wale watu wananijua mimi nani wanatamani wachukue kura zao wazipeleke kwa mtu ambaye anaenda wasikuka. Wanatamani wachukue kura zao wazipeleke kwa mtu ambaye anahamisha bahari, ambaye haiwezekani kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kwa hiyo wapo watu wa hivyo wanaishi maisha mazuri yaani wao maisha yao ni kasino. Siku ya kwenda kupiga kura wanajua wanampigia Rungwe ni kwa sababu wao wanataka vituko. Wapo watu wa hivyo katika nchi yetu. Na tukiendesha na mustakabali wa siasa za nchi nyingine, tumeshuhudia nchi kama Marekani sasa hizi ina mchakato wa uchaguzi mkuu, na baadhi ya mataifa ambayo hasa haya mataifa ambayo yameendelea, taifa kama Uingereza kwa Boris Johnson kule, tuliona Theresa May aliachia kiti. Nafasi ya siasa za upinzani ni ipi hasa, ama upinzani unatakiwa uact vipi hasa katika kuhakikisha kwamba taifa linapata maendeleo, na hii sera pia ya kwamba maendeleo hayana chama, hii sera kwenye uchaguzi huu inachukuliwa vipi hasa na vyama vya siasa wakati ambapo kampeni hizi zimeanza? Na ujue hili ni swala msingi sana kwamba sisi wa Tanzania haya maendeleo yetu hayana vyama. Na ukiwaangalia hawa wenzetu kwa mfano Chadema na ACT, let's say vyama ambavyo walao vitafuatia kwa mbali. Mwanzo kabisa wakati Rais Magufuli anaingia madarakani walikuwa wanasema, kumbuka kulikuwa na mgogoro mkubwa kwenye magazeti
kati ya makatibu wakuu wa vyama hivi wanagombania kwamba Magufuli anafuata siasa zetu. Chadema walisema Magufuli anafuata zetu, ACT wakavuta kipindi hicho Samson Mugamba, Magufuli anafuata zetu, wakavurugana pale, kila mtu akajieleza kwa nini anafuata zetu, baadaye wakaishia. Lakini baadaye mwisho wa siku wakaona lakini kumbe tukisema Magufuli anafuata vyetu hivi atapata kura nyingi kwa Watanzania. Wakageuka, wakaachana ile maendeleo hayana vyama, wakaamua kuvutia kwao na wa mabeberu. Nikisema mabeberu sizungumzii mabeberu ni rangi. Mabeberu ni vitendo viovu vya watu ambao hataki maendeleo ya Tanzania maskini, yani Watanzania wanyonge. Na umegusia kuhusu vyama vya wenzetu, na ningekuwa na muda ningekueleza kwa umakini kwamba leo ukizungumzia Uingereza wana Malkia yule ndio rais wa ile nchi. Yule Malkia ni wa kudumu, na akitoka watakuja uko wao. Yaani wenzetu kwenye president, pale kwenye rais wa juu ambaye analiongoza taifa, siku zote wao wako makini sana. Huku kwenye waziri mkuu wanaamua kufanya vituko, ndio maana Theresa May atatoka, atakuja huyu, ataingia huyu, Boris Johnson sasa hivi na maisha yataendelea. Lakini kwenye yule kiongozi mkuu wa nchi wako serious sana. Na ndio maana leo mkizungumzia Marekani wanaotuambia demokrasia au wa Uingereza, wafuatilieni kwenye chaguzi zao. Marekani alishinda Mama Clinton, kama mnakumbuka, alimshinda Trump kwenye majority votes. Lakini wao wenzetu wana kitu kingine wanaita electoral vote. Yaani kula sijui ni ngapi za maseneta tu. Kwa hiyo akimaliza kuchagua niyo majority, mkichagua Mama Clinton ndio mmemtaka, eti kuna watu wachache wa majimbo wanakaa chini wanaamua rais wa nchi ile nani. Ndio maana walimpeleka Trump kuwa rais. Kwa hiyo wajumbe tu, wajumbe wachache ndio wanawakilisha nchi. Yaani mama amechaguliwa kwa kula nyingi, milioni 56. Huyu akachaguliwa kwa kula chini ya huyu mama, majority votes ambayo ni wananchi wa kawaida ambao maskini wa Marekani au matajiri. Alafu baada ya hapo wakajigeuza, wakatengeneza kitu kinachoitwa electoral vote, wakamchagua Trump kuwa rais kwa maslahi yao. Yaani wenzetu wanaangalia maslahi yao zaidi. Wanajua hawa Tanzania watachagua tu. Na ndio maana ukienda China ndio hivyo. Nenda Urusi ndio hivyo. Nenda Ujerumani, Mama Angela Merkel ana miaka zaidi ya 15 anaongoza taifa lile. Yaani wenzetu wanaangalia maslahi yao, lakini wanakuja kutudanganya sisi. Yaani sisi wa Tanzania manake leo tungekuwa tuna uwezo, tungeungana na Magufuli. Tumpeleke mbele. Na ndio maana nilikuwa nataka nikwambieje, hao wenzetu hawa wao kwenye maslahi yao wao kwa serious sana. Ila wakija kwenye maslahi wanaleta maslahi ya Afrika. Na ndio maana wanataka nchi zetu hizi walau saa nyingine tupigane, ni kwa sababu wanagombania maslahi yetu. Yaani rasilimali zetu wanazigombania, wanapozihitaji wanaweza kutengeneza hata huko mtu Ubelgiji, hata wakampiga risasi tu. Wakaamua kumtengeneza Ubelgiji, wakamrudisha nchini wakati wa uchaguzi ili achukue fomu atuvurugie. Lakini Watanzania wanajua sasa hivi, wanyonge wanajua. Na ndio maana leo kwenye jamii nawaambieni, hakuna kitu ambacho wanyonge wa Tanzania watakuwa na mtihani mgumu kwenye ballot box. Wanyonge wa Tanzania walichokuwa nalilia flying over wanaenda kwenye ballot box kesho kutwa. Wanyonge wa Tanzania wana mtihani mkubwa kwenda kumuonyesha Rais Magufuli kwamba tulikuwa tunahitaji rais ambaye atangitangi nje. Wanaenda kumuonyesha Magufuli tulikuwa tunahitaji rais ambaye anatufukia shirika letu la ndege. Tumelia. Nani aliwaambia kafulia siku moja? Tulikuwa tunachukua US-34, tunachukua ndege, tunaikodi nje, tunaileta nchini, afu tunaipeleka garage kwa gharama kubwa. Lakini hizo gharama ambazo zinakaa kwa miezi 6 ndio gharama ambazo Rais Magufuli amenunulia ndege. Kwa Tanzania leo wale waliokuwa wanafikiria kwamba lazima machinga wao na vitambulisho vya biashara zao, walikuwa wanalilia wanasumbuliwa na migambo, leo wana mtihani mkubwa kwenye uchaguzi wa Oktoba. Lakini ndio maana tumesikia mgombea mwingine huyu wa Lissu anasema kwamba yeye akishinda tu anapichana vitambulisho vya uraia. Maana yake anataka Watanzania turudi kule. Lakini leo waulize Watanzania wanalipa shilingi 20,000. Hawa mgambo wanawaheshimu. Na rais mwenyewe ambaye anagombea tena kwenye tiketi ya CCM alisema hataki machinga asumbuliwe, hataki mamatilie asumbuliwe akiwa na kile kitambulisho. Kwa hiyo leo sisi wanyonge, mimi nawaambieni hata ninyi jamii, tuna mtihani mkubwa wa kwenda kumuonyesha mgombea rais wa CCM ambaye ameongoza miaka 5 kwamba tulikuwa tunahitaji kiongozi wa namna hii, kiongozi ambaye
ametumia DMDP, zimejenga barabara kwenye wilaya 7 ndani ya Dar es Salaam. Tunaona Kijichi inavyong'aa, tunaona Mtoni inavyoanza kung'aa, na tunaona sehemu nyingine. Lakini tuhitaji rais ambaye ana uwezo wa kutusaidia maji. Tunaona pale Arusha pale. Angalia pale Arusha zimetengenezwa substation kubwa nyingi, ni kwa sababu ya kiongozi ambaye tulimhitaji kama taifa. Kwa hiyo sisi wanyonge tuna mtihani mkubwa sana. Na jambo juzi niliona, lakini sijui kama mmeiweka kwenye mitandao yenu, kuna miradi mingine ambao Tanzania sijui wale watu wa media, wa wizara, wa wilaya, wa nini, hawasemi. Lakini wa vitu vingine havisemi. Nenda Kigamboni pale, haki ya Mungu hata wewe utasema kwamba kuna miradi ambayo haijawahi kutangazwa. Kuna mradi wa umeme wa Dege, wanatengeneza substation za umeme pale, wanafanya installation sasa hivi, wanasubiri majenereta. Mwezi wa 10 megawatts 54 zinaanza pale Dege. Mimi nimeenda nimeshuhudia, nimeona mavyuma yameletwa kutoka nchi za nje. Maana yake yamelipiwa, lakini huo mradi hausemwi kabisa. Sasa sijui watu au wengine sijui wanafanya kazi gani. Megawatts 54, lakini matumizi yote ya wilaya ya Kigamboni yote pamoja na viwanda walivyonavyo sasa hivi ni megawatts 12. Sasa jiulize, megawatts 54 zinaingia Kigamboni pale kwenye station yao. Je, hizo zilizobaki wanazipeleka wapi? Maana yake tunategemea Mbagala wapokee megawatts kadhaa wakitengeneza viwanda, tunategemea Ilala waombe wapate umeme, tunategemea Mkulanga majirani zao wale watapata. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vingi huyu mgombea wa CCM ambaye ndio rais, mimi nasema amefanya, lakini havisemi, na tunahitaji sisi tuviseme, sisi wanyonge. Na ndio maana naomba mwe mnaniita mara ili niweze kuzungumzia. Nakaribisha sana Yona. Na wewe mtazamaji wetu pia ambao unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, kwenye mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter, mtandao wa Instagram, huko kwenye YouTube pia, na wewe ambaye pia unaendeleza mijadala huko kwenye live chat, nikusihi bila kutuambia maoni yako ni yapi. Niko na bwana Yona. Kama unamgombea pia unataka aje, tuambie huko pia nani ambaye unataka aje hapa tuzungumze naye. Kuna kina Mzee Rungwe aje tueleze kwa nini sasa Marais Kuka. Hii hoja ya Mzee Rungwe wewe hujaielewa kabisa. Hoja ya Mzee Rungwe ni tension. Hoja ya Mzee Rungwe ni kiki. Ni kiki kama ambazo jana tumezishuhudia pale. Nilikuwa nimeshasema kuanzia mwanzo kwamba mimi ninawafahamu Chadema. Nimekaa mule ndani miaka 13. Yaani Chadema wakirudisha fomu pale tume, wanaenda kurudisha fomu kwa kiki. Yaani Chadema watakachokifanya kwenye zile fomu, kuna sehemu nyingine watajaza. Lakini wakiamini zile sehemu ambazo watajaza zitajazwa na tume. Kwa hiyo hata jana walipofika kumaliza vyama vingine, mgombea urais akaanza kuturushia tumewekwa kwenye strong room. Mimi nikamwambia si lazima kila mtu afikie hapo, akanyamaza kimya. Kwa hiyo wakaanza ubabaishaji wao pale, wakakaa mpaka 12. Nilijua hayo yanaenda kutokea. Wanatengeneza tension ya Watanzania kwenye mitandao, wanatengeneza tension ya Watanzania kwenye media, wanatengeneza kiki ili mgombea wao apate umaarufu kwa eti anaonewa. Hamna kitu cha kuonewa. Chadema walideclare kwenye ukurasa wao wa mtandao wa Twitter kwamba nini kilikuwa kinatokea hasa, kwamba fomu zao hazikupita kwenye kukaguliwa. Kwa hiyo zilipaswa zikaguliwe, yale majina ya wadhamini yalipaswa yakaguliwe pale, na ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kiutaratibu. Kwa nini wamekupa muda wa kuzunguka fomu zako zikaguliwe? Yaani hadi Rungwe fomu zake zilikaguliwa, mzee wa Rais Kuka, hadi ACT fomu zake zilikaguliwa. Vyama vyote 16, manake 15 fomu zao zimekaguliwa. Iweje wewe ambaye unajiita chama kambi ya upinzani? Yaani wewe manake una wasomi, wewe una wanasheria, na mgombea wenu mnamuita mwanasheria msomi, si ndio? Iweje fomu zenu hazijakaguliwa? Ni kiki. Yaani mnafika mpaka tume, fomu zenu hazijakaguliwa. Hamna, hiyo ni kiki. Yaani walikuwa wanatafuta kiki, walikuwa wanatengeneza tension. Hiyo haina msamaha. Na Watanzania wameshajua, na tutaendelea kupitia ukurasa wao huo tunaendelea kuwafyeka kwamba walichokuwa wanakitafuta jana ni tension, alichokuwa anakitafuta Lissu ni kiki, ili kuhakikisha maslahi yake aliyotumwa kutoka Ubelgiji yanafanikiwa. Mimi nakataa. Yona na swali kidogo. Nadhani hata hao ambao wanaendesha mijadala huko kwenye mitandao tunaweza likawa pia ni swali lao kwamba hawa ambao wamedhamini vyama na hao wagombea ambao wamedhaminiwa, wale watu 200, ni watu 200 kama sikosei, kutoka mikoa tofauti. Nataka kuniambia kwamba zile ni kura ambazo tayari wana uhakika nazo, au wanaweza wakamdhamini na wasimpigie kura pia? Na zile ni kura kwa sababu
huwezi kuniambia Chadema inakosa watu 200 kwenye mikoa. Paka mzee Rungwe hao watu 200. Kwa Rungwe anaweza asiwe nao, ila kuna watu wanaweza kumfuata kwa sababu ya Rais Kuka. Yani kuna watu nimekuambia kuanzia mwanzo, yani kuna watu maisha yao, wewe leo toka nenda kasino, nenda pale Masaki. Yaani kuna mtu kuanzia asubuhi hafanyi kazi, anacheza pool, anakunywa pombe, anachukua 500,000, anaweka anacheza, akitoa anaingiza 500,000, yani ana briefcase ina bilioni, anacheza tu. Yaani kazi yake ni kucheza tu. Hana muda wa kufanya kazi, hana muda wa kwenda kulima vijijini, hana muda wa kwenda kufanya kazi viwandani, hana muda wa kutafuta, kwa sababu yeye maisha yake yalishaandaliwa. Yaani maisha yake ni kama let's say au akina shangazi nani mnamuita Fatuma Karume. Yaani maisha ya watu hao ni kama maisha ya Fatuma Karume. Ndio maana anaamua anatukana tu serikali kwa sababu yeye pesa ipo, hana shida. Yaani hawa wanahangaika mashambani, hawa wanahangaika viwandani, sisi tunahangaika kupambana kutafuta asubuhi jua sijui nini mama ntilie si machingas. Yeye ana huo muda kwa sababu yeye alishaandaliwa. Babake alikuwa rais, lakini babu yake alikuwa rais, na ndio maana muangalie hata huyu nani Sarungi, Maria Sarungi, babake alikuwa waziri wa afya. Ametumikia taifa hili, wamempa pesa nyingi. Maria Sarungi ana maisha mazuri, na ndio maana kuna muda mwingine wazungu akimzunguka hata kwenye mambo ya ushoga wanampa pesa, anatangaza. Hata kwenye corona walipata hela watu walichokuwa wanapigania kwenye corona ni pesa. Lakini ndio maana Magufuli akaangalia akaona hivi ugonjwa si political tu. Yaani ugonjwa ni kama Islamic State. Vita ishi Syria mpaka leo. Yaani watu wanapigwa tu, watu wanakufa tu. Hii ni kama Islamic State. Hii ni sawa na gaidi. Huu ugonjwa haupo. Ndio maana Magufuli akasema no corona, no maski, no nini, piga kazi. Ni kwa sababu alikuwa anajua hii ni kutoka mataifa ya nje, anatengeneza mkakati ili sisi tujiingize huko, tununue maski kwao, tununue madawa kwao, tukimaliza tuombe misaada. Magufuli akawawahi akasema Watanzania waendelee kulima mashambani. Lakini watu wapo ndani ya nchi ambao ndio hao wanamdhamini Rungwe, wapo ambao wao maisha yao ni mazuri kuanzia wakiwa wadogo. Yaani wao wameelelewa, wanasoma nje, wanasoma kila sehemu, wajukuu zake wanasoma kila sehemu, ni kwa sababu wao hawataki kufanya kazi na hawataki kuelewa kinachoendelea. Niona kuna hoja moja ambayo imekuwa ikizungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, imekuwa ikizungumzwa sana kwenye vijiwe mbalimbali. Hii ya baadhi ya majimbo kukosa wawakilishi kwa maana ya kwenye vyama vingine. Kuna jimbo kama la Tale Babu Tale, jimbo lake lenyewe limekosa mgombea wa vyama vingine. Umewekwa muda na tume kwamba yapelekwe mapingamizi kwa maana ya wale ambao wameonekana kwamba hawana vigezo, lakini pia kwa hawa ambao wanaenda kugombea watu wakati rufaa. Nafasi ya hapa iko vipi hasa? Kwa sababu hapa panaleta mkanganyiko. Hili ni swala la kawaida kutokea kwamba baadhi ya maeneo wagombea hawajitokezi, au hii inaleta taswira gani hasa, au hili limekaaje hasa ndani yake? Kuna masuala mawili hapo nizungumzie. Moja very serious, jingine ni la kawaida, kwamba baadhi ya majimbo vyama hivi havikuwa na uwezo wa kusimamisha. Yaani maana yake hawakupata watu. Ukiangalia mtandao walau wa Chadema kidogo ndio unaelekea. Kwa sababu hata hapa mjini Chadema haina ofisi za kata. Hata hapa mjini Chadema haina ofisi za matawi. Hata hapa mjini kuna baadhi ya sehemu Chadema wamepanga kwenye ofisi za wilaya. Nenda Kigamboni pale wamepanga. Wanapanga frame hii, kesho frame hii, mwenye nyumba akiwafukuza kesho kutoa frame hii. Kwa hiyo hata mtandao wa chama wa kusimamisha kila sehemu hawana uwezo huo. Ukija ACT watasimamisha sana Kigoma, Tabora, yani kule walau kwenye Waha. Watasimamisha sana. Kuliko na Wapemba watasimamisha sana kwa sababu walau ndio naona hizo sehemu ambazo walau zipo anaenda kusini kule kwa Maalim Seif alipokuwa na majimbo ya CUF wanaenda sana kwa sababu wanajua ana nguvu. Lakini la pili, hilo ni la kwanza, kwamba mtandao wa vyama vya siasa hawezi kushindana na CCM. Lakini la pili, hili ni letu, kwamba haiwezekani. Yaani mimi naona wasimamizi wengine wa uchaguzi, unamkata mtu wa nini? Kama mtu ametimiza masharti yake unamkata wa nini? Kwa mfano pale kwa Tare, CCM inashinda. Sasa unamkata mtu pale kwa Tare, Morogoro mjini unakata mtu. Hiyo nayo ni kuwatengenezea tension. Yaani hawa wengine wako mule wakurugenzi
ambao ni wakurugenzi wa uchaguzi wanawatengenezea tension Chadema. Na ndio maana mwenyekiti wa CCM ambaye ni rais wa nchi anatakiwa aliangalie hilo. Katibu mkuu wa CCM aliangalie hilo. Yaani kuna baadhi ya watendaji mule wanacheza na mziki wa Chadema. Yaani wengine mimi najua zamani sio walikuwa wanahongwa, mimi naona. Yaani kuna muda mwingine Freeman Mbowe alikuwa anatuma hapa Oysterbay, anaenda kuhonga hata askari, afu anawaambia mnikamate. Mbona hiyo michezo imefanywa na wakina Zitto? Haiwezekani wewe jimbo la Tare kama mtu ametimiza vigezo. Kama mtu hajatimiza vigezo right. Lakini kama mtu ametimiza vigezo vyake, unamuondoa wa nini? Unawatengenezea tension. Lakini kuna majimbo ambayo tungesema leo, kuna majimbo ambayo kabisa ACT wa kusimamisha. Hapo sawa. Kwa sababu hawana mtandao. Lakini kuna baadhi ya maeneo hapa mijini tunajua kabisa wamesimamisha. Na wamejaza. Sidhani kama kuna mtu anashindwa kujaza vile vigezo hata kwa kuibia tu, kwa sababu vimeonyesha na vimeorodheshwa. Sasa mtu anashindwaje kujaza kwa vigezo hivyo? Kwa hivyo nafikiri pengine Yona inaweza ikawa labda kuna hujuma yoyote ambayo ifanyika kwa maana ya wale wagombea kujaza vibaya au kwa maana yoyote hiyo. Kuna baadhi ya sehemu ambayo kuna mgombea kabisa anaamua kujiuza kwa CCM. Yaani anaamua yeye kuchukua fomu kwa vituko tu. Wapo au tunawafahamu. Wewe angalia hata Bumburi jana yule mgombea wa Chadema yule. Imetengenezwa yeye mwenyewe ndo amewaambia wenzake yeye amnitangaze mimi nimetekwa. Alafu baadaye tunamuona ameondoka yeye na January Makamba anaenda kurudisha fomu. Kwa hiyo michezo ipo kwamba kuna baadhi ya sehemu, kwa mfano ukiangalia kule Mtama. Naweza nikasema yule mgombea mimi namfahamu, si alikuwa CCM yule. Suleiman Mete. Na ni mtu wa CCM kweli kweli. Kwa hiyo yule anawezekana ameamua tu anajaza ovyo ovyo. Basi wapo baadhi ya majimbo mengi ya wapinzani wanafanya hivyo. Lakini wale ambao wako serious, mimi nazungumzia wako serious, wasihujumiwe, waache, kwa sababu tutawapiga tu. Yaani sisi kwanza tunamgombea urais ambaye utasema tunashinda. Una shida gani? Kwa nini umkate? Lakini wapo sehemu ambayo mimi na uhakika na nina ushahidi ambao wameuza majimbo yao. Yaani kwa sababu hawana mtandao na wameuliza chama pale makao makuu. Kama mnakumbuka hili vuguvugu la tunaunga juhudi, ni hamjui maana tunaunga juhudi. Tunaunga juhudi ilikuwa hivi kwamba mwaka 2015 baada ya uchaguzi Freeman Mbowe aliitisha kikao cha bunge wote wa Chadema. Kila mmoja akate pasenti ufunguliwe akaunti maalum ya chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Akaunti maalum hii hauhusiani na serikali. Na ndio maana wale waliokuwa wanasema mbona CIG kwenda pale, ule mfuko sio wa CIG, ule ni wa kwao binafsi, labda TAKUKURU ndio itaweza kwenda, lakini sio CIG. CIG anadili na ule mfuko wa ruzuku. Hii ni akaunti maalum. Yaani baada ya uchaguzi tumemaliza, tuweke pesa zetu humu ili sisi tunapoenda kugombea tena mwaka 2020 tusipate shida ya hela, tuwe na pesa zetu humu. Sasa ile akaunti Mbowe alichukua zile pesa kala zote na Farujoni. Sasa ile akaunti ilipopotea ile, ndio wale wabunge kuona wanaanza naunga juhudi. Na hata hawa ambao sasa wanakuja fresh wanagombea, wanataka kugombea fresh, wameuliza makao makuu, mtatuchangia kidogo? Yaani mimi uwezo wangu ni huu. Wako sahihi hapo hapana. Lakini kuna ambao mtandao wa chama hujafika huko, haupo. Kwa hiyo najua kuna baadhi ya maeneo ambayo kweli mtandao wa chama kufika, lakini kuna wale ambao wamejiuza kwa sababu chama hakina pesa kwenye mfuko wa jimbo. Yaani ule mfuko maalum wa wabunge waliochangia wale ambao waliunga juhudi. Yona kuna mambo mengi sana ambayo tumeyazungumza. Imani yangu ni kwamba huko kwenye mitandao pia mijadala mingi sana pia inaendelea. Tukiliangalia kwa kina ili swala la kukosa wagombea kwa baadhi ya majimbo. Na tunapoelekea, kwa sababu tume kama tume, nadhani sijafahamu vizuri, lakini imetangaza pia siku kwa ajili ya kukata rufaa kwa wale ambao wameenguliwa, lakini pia kutakuwa kuna mapingamizi kwa hao ambao wamepitishwa, na yale mapingamizi yatapitiwa na kusikilizwa, na nadhani pia yatatolewa hukumu. Hii imewahi kutokea huko nyuma na kuna majimbo mengine ambayo watu wanaenguliwa alafu wanakuja kurudi kama kawaida. Ilishatokea, sijajua exact, lakini ni kwamba huku chini ukiondolewa na mkurugenzi, na nashukuru pale tume tuna viongozi serious, na ndio kilichokuwa kinatokea kwenye upande wa serikali ya mtaa, kwamba ninyi mmegombea serikali ya mtaa afu mkajitoa nchi nzima,
wakati mungetakiwa kukata rufaa. Kuna stage, yani stage imekukataa, nenda stage ya pili, nenda stage ya tatu ambayo ni waziri. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye uchaguzi kuu ni stage hii ambayo imewakataa wale ambao wanajua wako serious. Hata wale wasanii wale ambao wako serious watatoka hapa, wataenda upande wa tume. Nafikiri mapingamizi yale ambao wamepingwa yatapitiwa, na nafikiri watafanya nini, watarudisha wale ambao wana vigezo. Lakini mapingamizi huwa yapo kwamba labda uchaguzi huu hauhitaji mtu ambaye ni manerondra, yani ni mtu gaidi. Yapo kwamba una uwezo wa kukata rufaa kwamba huyu mtu, jamani, huyu mtu alikuwa gaidi, huyu mtu sio Mtanzania, huyu, kama wapo watu wa hivyo, hiyo ipo, kata rufaa, tunaona kwenye madiwani, na anaondolewa mtu kwa vigezo ambavyo reflect tume ya uchaguzi. Kwa hiyo hiyo ipo. Na kwa hiyo tutarajie mpaka tunaenda kwenye uchaguzi mkuu kuna watu wanakuwa wamebadilishwa, lakini pia kuna hii dhana ya kupita bila kupingwa yenyewe imekabika, kwa sababu huko kwenye mitandao kuna baadhi ya watu wameshaanza kutoa majina kabisa kwamba huyu kapita bila kupingwa, wakati bado mchakato unaendelea. Hii iko vipi hasa? Yani ndio maana nimekwambia kuna sehemu ambazo wapinzani hawakusimamisha kabisa. Sasa amebaki mmoja, lazima apite bila kupingwa, kampeni ya nini? Lakini kuna baadhi ya sehemu ambazo yani watu wameenda makao makuu ya Chadema, wamehoji, jamani, mimi na shilingi milioni 2 nahitaji kupambana na huyu kutoka chama dola ambaye yeye pesa ipo, chama chao kina mtandao mkubwa, wana miradi ya chama. Mnanisaidiaje? Chama kinamwambia katibu mkuu Mnyika, anawaambia chama hakina hela, maana yake wamekula, si ndio? Hao nao wewe unafikiri yule atafanyaje? Si anapita bila kupingwa. Lakini nasema yule ambaye anajua kabisa huyu wa chama cha upinzani ana kigezo, afu amekatwa, hilo lazima liangaliwe. Yaani waangaliwe, warudishe, ili usiwepo mjadala sana kwenye mitandao. Lakini pale ambapo ni sahihi kabisa kwamba mtu amekatiwa rufaa na ondoka, lazima mtu apite bila kupingwa. Kupita bila kupingwa inatangaza tu, huyu amepita bila kupingwa, sio shida. Lakini shida wakati rufaa, kwenye rufaa ndio kutatafasiri, kwa sababu bado kuna rufaa. Bila kusema, kwani kusema kuna shida gani? Kupita bila kupingwa, sinaona nitangaza, unawatengenezea tension wananchi wa jimbo ile, huyu ameshapita bila kupingwa basi. Lakini mwisho wa siku ukikata rufaa, tume ikakurudisha, mtagombea tena, majimbo watarudishwa kama wako na vigezo sahihi. Na mimi naomba tume maeneo mengine amwangalie tu, jamani, unamkata mtu kama ana kigezo sehemu ambayo unajua CCM lazima washinde, mimi naamini watarudishwa. Yona, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Niendelee kukusihi tu, endelea kuendeleza mjadala huko. Tuambie ni nini hasa ambacho wewe unadhani kifanyike. Tuelezee kiujumla namna ambavyo unaona kampeni zinaanza, maeneo ambayo huko, jimbo ambalo huko, mkoa ambao huko, pia uniambie huko hali iko vipi hasa. Yona, tuzungumze kidogo ili swala la mfumo ambao tumeuona kwamba chama cha Chadema ambacho kinahesabiwa, watu wanakitizama kama ni chama kikubwa cha upinzani ukilinganisha kura ambazo walizipata uchaguzi uliopita, pamoja na trend yake pia kufanya vitu. Kwa maelezo ambayo unanieleza ni kwamba wao wameshindwa kujisimamisha na kujiendesha kama taasisi, kana kwamba majibu ambayo yanatoka according to wewe kwamba chama kina pesa. Unadhani vyama vingine sasa vinatakiwa vijifunze kutoka kwenye mfumo wa Chama cha Mapinduzi ili kusudi viweze kujijenga, au nini hasa kinatakiwa kifanyike hapa? Huo ulikuwa mjadala. Mimi unanihoji, nilishashika nafasi kubwa sana ndani ya Chadema. Nimekuwa mjumbe wa baraza kuu, yani mwenyekiti wa chama wilaya. Na nimegombea nafasi nyingi sana. Nimekuwa mjumbe wa secretariat vijana taifa, Bavicha pale. Huo kuanzia mwaka 2010 na baada ya uchaguzi mkuu 2010, yani Dr. Slaa kwa trend, tuikaa chini tukasema kama chama tunahitaji tujipe muda, sawa, tujiandae ili kuweza kukabiliana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni chama ambacho kimejijenga na mizizi. Na tukasema kwamba hiki chama kiwe taasisi, kisiwe chama cha mtu, kisiwe mali ya mtu, isiwe mali ya mkwe. Tulisema, lakini wenzetu wakatupinga, na nakumbuka kesi ya Zito wakamuondoa,
Mwishoni kabisa Mboya akakasirika na mimi akaniteka, wakanitupa baharini, wakanichoma visu, Mungu awabariki. Lakini leo chama kinaenda ni kwa sababu chama hakijajiandaa kwa ajili ya dola. Chama kimejiandaa kwa ajili ya sanaa. Na ndio maana leo milioni 300 wanapata ruzuku. Lakini ninyi ni watangazaji. Hamjui Chadema inapata pesa kutoka CAS, Konrad ya Ujerumani. Yaani chama cha Angela Merkel, CDU, Christian Democratic Union. Zeni wenzetu wa Ujerumani wana chama cha siasa alafu wana shirika. Yaani chama cha siasa kina shirika. Kwa hiyo chama cha CDU cha Angela Merkel, Christian Democratic Union, kina shirika lake linaloitwa CAS, Konrad ndio chenye pesa, Konrad Adenauer Stiftung. Sasa hii CAS ndio ina-sponsor Chadema, inaipa hela. Lakini bado kuna moja Ulaya, TADIP. Mimi naweza nikakuletea zile budget. Zipo. Tuipanga budget 2013, TADIP walitupa bilioni 2. Pale Diamond Jubilee, CAS walitupatia zaidi ya milioni 800. Na bado wakapeleka pesa nyingine kwa ajili ya mafunzo ya vijana wa Chadema. Hizo pesa zote zikifika, chama hakijijengi. Chama watu wanachukua. Na ndio maana tunasema leo hapa kwetu hapa bado tuna shida na tuna wombwe la uongozi kwenye vyama vya upinzani, nao wakaanza kuvutana. Na sasa hivi anatengeneza chama ambacho kinatengeneza ruzuku kiwe kitaasisi chake cha kumalizia maisha. Lakini serious hawapo kwa ajili ya kuendesha nchi hii. Hawako serious. Na ndio maana ukiangalia leo chama mna milioni 300, hakuna ofisi. Hata hapa Dar es Salaam hakuna, hata wewe unapoishi hakuna ofisi za Chadema. Kule ninapoishi hakuna. Serikali ya mtaa wanafungua viframe, uchaguzi uliofutika wakafunga viframe. Sasa hivi vimepakwa rangi nyingine, biashara zinaendelea. Kwa hiyo ni vyama ambavyo vina pesa, lakini mwenyekiti wake amebaki kwenda kukodi kumbi. Wanakodi kumbi Mlimani City. Ukumbi wa Mlimani City kwa siku labda ni milioni 10, milioni 20. Lakini umeshindwa kujenga ukumbi wa kwako. Mbona CCM ina ukumbi wake? Inaenda ilipi kodi. Lakini hizo zinaenda kukodi maukumbi ya starehe, afu nataka kwenda kuongoza wanyonge, haiwezekani. Yona, umezungumza kwa upande wa vyama vingine vya nchi nyingine ambavyo tayari tunaona kwamba vimeweza kujiimarisha, vimejijenga, lakini pia vinaweza kujiendesha kama taasisi, kwamba kuna chama, kuna taasisi za chama ambazo zinasimamia masuala ya kiuchumi, zinasimamia mali za chama, zinasimamia biashara za chama mbalimbali. Hapa kwenye nchi yetu, kwenye vyama vyetu hivi vya kisiasa, vinapaswa labda vige mfumo huo, au kwa sababu nafikia pointi kwa mujibu wa maelezo ambayo unanipatia ni kwamba vyama vinakuwa ni kimaslahi, hakuna maslahi mapana ya taifa la Tanzania. Kwa sababu tukiangazia kwenye nchi nyingine, wagombea vyama wanapokuwa wananadi sera zao au wanapokuwa wanazungumza masuala yanayohusu uongozi na maendeleo ya nchi, wanaponadi sera za na ilani zao, vipi ambavyo wanakuwa wanaenda kuvisema kwa wananchi, huwa wanasema kwamba wanayafanya kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi zao. Hii hoja ya maslahi mapana ya nchi, maslahi mapana ya taifa kwenye hivi vyama vya siasa, unadhani kwamba ni hasa kifanyike ili kusudi viweze kuleta tija hasa kwenye maendeleo, na isiwe kwamba kinashiriki kwenye uchaguzi ili tupate kura, tupate ruzuku, tupate namna ya kuishi, iwe ni kwamba tunashiriki kwenye uchaguzi ili tuweze kushiriki hasa kwenye maendeleo ya Tanzania. Afrika yetu ni ngumu kidogo kwa mfumo huo, kwamba vyama vingi vimejijenga kwa maslahi ya matumbo yao. Yaani mimi nakumbuka nikiwa mjumbe wa Secretariat ya Vijana Taifa pale Chadema, nakumbuka watu wengi hawamjui, John Mnyika aliamua kula pesa za Conservative, ikajitoa kuisaidia. Conservative Party walijitoa mara baada ya kupata risiti feki za Kariakoo. Yaani John Mnyika alichukua pesa na mwenyekiti wetu wa taifa, wakaenda wakazila, wakagawiwa marafiki zao, wapo vijana waligawiwa wengi tu tunawajua, wakafanikiwa kufanya maisha yao, kujenga nyumba na misingi yao. Alafu John Mnyika akaenda Kariakoo kutengeneza risiti. Sasa kwanza alilofanya, alikuwa anaongozana na watu wakaichukua zile risiti wakazituma kwenye mitandao ya kimataifa. Conservative wakaona kwamba kumbe tunachofanywa pale makao makuu ya Chadema sicho. Sisi tunatuma pesa kwa sababu kule tuna representative wetu, representative kwa uchungu. Alipomaliza kushinda tu akaenda kujenga majengo yake ya vioo. Amejenga jengo lake chini pale bondeni, tunalijua la vioo.
alikuwa amenyanyua piga vioo vya kufa mtu, ameondoka kule kata ya Bomambuzi amejenga vioo. Ni kwa sababu hao wenzetu wako kwa ajili ya kutafuta pesa, na ndio maana leo watu huyu Mnyika analia, anapiga kelele kama ubunge, ameongoza Ubungo, ameongoza Kibamba, hamna kitu. Yaani sasa hivi wananchi kule wanalia, wanaomba CCM irudi madarakani. Irudi madarakani kwa sababu walau CCM wana vision na taifa. Na ndio maana Malawi, nyie mnajua Malawi kulikuwa na chama tawala kikaondolewa. Leo wamekirudisha. Mwaka huu wamekirudisha kile chama tawala. Umeona? Ni kwa sababu wananchi walifikiri kwamba wakibadili hiki chama labda kutakuwa na hao wenzetu wanaopiga maka. Hakuna kitu. Yaani mimi nimekaa na wapinzani, hakuna kitu. Nimeingia ndani ya CCM, nimeona CCM kuna uchungu. Yaani mtu anafikiria maslahi mapana ya taifa. Yona, nani hasa ana jukumu la kuhakikisha anasimamia vyama vijiendeshe kama taasisi, visiwe ni taasisi za kujipatia tu mapato, kujipatia tu riziki, kwamba inakuwa ni taasisi yetu ya kuchuma hela. Isiwe hivyo, bali iwe ni taasisi ambayo inajiendesha kama ambavyo inapeleka papasi yake, inapeleka katiba yake pamoja na misingi yake kwa tume, kwamba sisi chama cha siasa tunatumikia taifa, na tukipata nafasi tutatumikia wananchi. Hii ni sekta ambayo inaenda kutumikia taifa, inaenda kutumikia wananchi. Nani hasa ana jukumu la kusimamia, kuhakikisha kwamba hii mifumo inaenda namna ambavyo inahitajika, na wananchi wanatumikiwa namna ambavyo inahitajika? Isiwe tunaiendesha tu tupate hela za ruzuku, tugawane, ama tuchukue fedha jinsi ambavyo nitachukua. Hii nani hasa ana jukumu la kusimamia hilo? Mwenye jukumu la kusimamia ni msajili wa vyama vya siasa, ndio ana jukumu la kusimamia hilo. Sasa tatizo lake ni kwamba, na naomba mnielewe, rudi nyuma, ni kwa sababu tumelitengeneza taifa hilo, na sijui nani aliliondoa taifa huko nyuma akalileta kuwa taifa la porojo. Yaani leo Zitto Kabwe akigundua amekosea, analogu waandishi wa habari. Akigundua amekosea, analogu vijana wake wanaingia mitandaoni, wanapambana, serikali inarudi nyuma. Yaani msajili wa vyama vya siasa leo anajua kabisa Chadema hiki hawatendi sawa, lakini sijawahi kuona amesimamia. Kwa hiyo msajili wa vyama vya siasa ndiye anatakiwa asimamie, ndio baba wa hivi vyama. Tumeshuhudia makadhaa amekuwa wakisisitiza, ofisi ya msajili imekuwa ikisisitiza kwenye chaguzi mbalimbali, na hata kwenye mikutano ya vyama kwamba tufuate utaratibu. Nadhani hii ni vyama vinakuwa vinakaidi. Kusisitiza sio hoja. Wewe unasisitiza vyama vinakaidi, unachukua hatua gani? Yaani wewe unasisitiza, alafu baadaye tunakuona unasema nitafuta, na ufuti. Hivi vyama vimeshajijengea mfumo ambao, na ndio maana nawaambieni leo mgombea urais wa Chadema yule anajua kabisa ana kesi zaidi ya 4, lakini mahakama imesimama, haimsumbuki kwa sababu wanaogopa matusi, wanaogopa kusema. Yona, hayo ni masuala ya kimahakama. Kesi tayari ziko mahakamani. Siguse sana mahakama. Huyu mtu amefika, sio anatakiwa mkamate. Yaani huyu mtu kafika, huyu mtu ameikwepa mahakama, na kuna wadhamini walisema pale tuliwasikia. Si sheria zifuate, sisi tunatakiwa issue sio. Yaani hivi vitu vyote ni tegemezi kwa serikali kuu. Yaani kuna mtu mmoja ambaye tumempa nchi, alijeshi mkuu, ambaye huyu ndio kiongozi wa executive, ambaye ana mihimili yake mitatu. Leo uweze kuniambia eti kuna untouchable mahakama. Hapana, mahakama inatakiwa ifuate taratibu ambao wamejiwekea wao. Kama ambavyo mwizi wa kuku anashughulikiwa, ndivyo hivyo anatakiwa ashughulikiwe. Anatakiwa ashughulikiwe tajiri, anatakiwa ashughulikiwe bilionea, anatakiwa ashughulikiwe mwanasiasa mbunge, anatakiwa ashughulikiwe diwani, anatakiwa ashughulikiwe hata mgombea urais. Haiwezekani wewe usiambiwe wewe ni untouchable. No. Tunafikisha taifa pabaya. Tunahitajika kila mmoja ashughulikiwe kwa mujibu wa katiba. Na hivi vyombo vyote ni serikali. Hakuna mahakama ni serikali, bunge ni serikali. Na hao wapinzani hawa, nilikuwa namsikia siku moja nikamchallenge Zitto, lakini Zitto mbona anadanganya watu? Unasema eti bunge liwe neutral, hatakuguswa. Wewe nani wewe? Bunge, katibu wa bunge anateuliwa na rais ambaye ni rais wa nchi. Maana yake yuko mule anafanya nini sasa? Maana kama nyewe mnatakiwa muwe chombo huru, hamtakiwi kuteuliwa katibu, lakini kuna mawaziri wa nchi hii wanateuliwa na rais huyu. Wale mawaziri wanapoingia mule, wanaingia kwa ofisi zao za waziri na wanajibu majibu ya bunge.
Sasa unaniambia hiki chombo kiko huko. Hiki chombo ni serikali. Tunasaidiana kuwafikisha Watanzania kutoka kwenye wimbi la umaskini. Yaani hili bunge linatusaidia kujenga barabara. Hili bunge linatunga sheria za kujenga flying over. Hili bunge linapitisha bajeti. Lazima nimsaidie rais twende mbele. Lakini hao mahakama kazi yao ni kutunga zile kutafasiri sheria zilizotungwa na bunge. Lazima tuwe vyombo hivi. Tusilete sanaa. Lazima vishirikiane. Sawa? Lakini leo ukimtouch tu, wanajua ukimtouch tu mitandao utaona. Wapo vijana wa hivyo. Wale walikuwa na vyeti fake wapo mitandaoni wamekaa. Wale ambao wamefukuzwa kwa sababu Rais Magufuli alichokifanya ameweka control number. Everything ni control number. Kwa hiyo hizi control number ndio zinaanzia kuanzia bunge, kuanzia executive, kuanzia mahakama. Zote hii ni mifumo yetu ya kiutendaji. Lazima tuwe kitu kimoja, lakini tukianza kusema hiki untouchable, waandishi hapana. Lazima kila chombo, ili chombo tusitengeneze kuna chombo malaika. Na ndio maana leo mahakamani kukiwa na kesi, Mtanzania wa kawaida anaruhusiwa kwenda na anasikiliza. Yaani tusitengeneze chombo untouchable, wakati zote hizi ni serikali. Na zote hizi tunatumia kodi zetu kujenga kwa umma wa Tanzania kwa jumla. Rai yangu ni kwamba twende kwenye uchaguzi tukiwa tunakumbuka taifa. Yaani Watanzania leo ni maskini. Leo walau wa Tanzania tumeanza kuona dira. Kwa hiyo twende kwenye uchaguzi huu, twende tukanadi sera. Mimi nataka nifanyie nini taifa? Usiende kwa wanachotaka ni maisha yao. Ujue na hawa watu wa kawaida, ndio maana nilikuwa nasema kuanzia mwanzo, leo sisi wanyonge tunatakiwa tujibu. Rais Magufuli anataka tujibu, aone ni kweli hayokuwa nayafanya yale ambaye yeye amekuwa mbunge kuanzia mwaka 95 mpaka 2015. Yeye amekuwa mbunge. Je, haya yote Watanzania walikuwa wanayalilia na aliyekuwa anayaona naye anayaona serikalini, dili zote anaziona. Hawa machinga wanapigwa ovyo ovyo, barabara haziunganishwi, madaraja, vivuko, mameli haya, ndege hizi, vitu kama hivyo. Je, Watanzania wanayareflect haya mambo? Ndio maana anasema wanyonge wataenda kumsikiliza mgombea urais wa CCM, ataenda kueleza nini ametekeleza na nini anahitaji kutekeleza. Wenzetu hawa ni wageni sasa. Yaani maana yake unapoenda kumsikiliza mgombea urais wa Chadema, anatakiwa sasa, ndio ombi langu ambalo umeniambia nini kifanyike. Ombi langu aende kueleza nini anachotakiwa kuwafanyia Tanzania, sio porojo. Huyu Membe alikuwa waziri wa mambo ya ndani, amekaa waziri wa mambo ya nje, amekaa zimeabandon, zimeachwa. Waingereza wanajichukulia. Baba wa taifa aliziacha, amezifanyia nini? Alifanya kitega uchumi gani ndani ya balozi zetu ambazo vile vitega uchumi vya nje vili reflect maisha yetu si wa Tanzania? Lazima tufanye hivyo. Na ndio maana unaona kila siku alifanya nini ubalozi wetu wa Italy, alifanya nini ubalozi wetu wa Uingereza. Akimaliza aeleze nataka kwenda kufanya nini, asituletee porojo. Yaani porojo no. Kwa sababu sisi hizi flying overs tunaziona. Sisi hizi kama chinga tunaona. Pembejeo za kilimo tunaona. Dispensary hizo ambazo tunazeze. Huyu Lissu atueleze amekaa Ikungi amesaidia nini pale wilaya yake ya Ikungi kwenye Singida Mashariki. Tunataka mtu usimame ueleze nimefanya hiki, nahitaji kufanya hiki, usituambie porojo. Si ukituambia porojo hatutakuelewa kwa kweli. Kwa hiyo naomba kila mgombea twende kwenye uchaguzi, tueleze sera, amani na utulivu, kila Mtanzania ajue, tusitengeneze vurugu, twende tupige kura tumalize. Asante sana kwa kuungana na sisi. Mtazamaji wetu, tumefahamu mengi sana kutoka kwa ndugu yetu Yona. Leo hapa palikuwa pamechachamaa kweli kweli. Imani yangu ni kwamba uko kwenye mitandao yetu pia pamechachamaa namna hiyo hiyo. Mimi naitwa